Wapendwa, hamjambo na karibu kwenye sabato ya siku ya leo. Sabato ambayo tumefikia katika kiwango cha kusoma kutoka lesoni ya 11. Lakini kabla hatujaanza kipindi hiki, naomba tujiunge pamoja kwenye maombi. Tunaomba. Baba yetu aliye mbinguni, tunakushukuru kwa sababu ya kutupatia muda huu wa kulisoma neno lako. Tunakuomba tunapoenda kufungua neno lako, tuongoze kupitia kwa Roho Mtakatifu kutoka mwanzo hadi mwisho. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Basi wapendwa, katika sabato ya siku ya leo tunaenda kujifunza pamoja katika somo la 11. Katika somo la 10 tulikuwa tunaangalia mada kutimilika katika Kristo. Kutimilika katika Kristo. Hivi sasa tunafungua ukurasa mpya na kuangalia lesoni ya 11 ambayo ina mada kuishi pamoja na Kristo. Kuishi pamoja na Kristo. Wapendwa, kumbukeni mnatupata moja kwa moja kutoka kanisa la Kisabato la Kisii Central SDA Church. Ni kanisa ambalo liko katikati ya mji wa Kisii. Pamoja nami katika jopo ni Sister Teresa, tusalimie. Wapendwa na wasalimu wa mchambo, karibuni kwenye lesoni. Asante sana Sister Teresa. Na katika mkono wangu wa kushoto tuna Sister Concepta, tusalimie. Ujambo mtazamaji na karibu kwa sabato ya leo tujifunze leseni pamoja. Asante sana dada Concepta. Kuishi pamoja na Kristo. Fungu kuu ambalo linatuongoza katika mada siku ya leo linatoka kutoka kitabu cha Wakolosai 3 fungu ni la 14. Wakolosai 3 na fungu la 14. Biblia inasemaje dada Concepta? Biblia yanena hivi: zaidi ya hayo yote jivikeni upendo, ndio kifungu cha ukamilifu. Asante sana, tunamshukuru Mungu kwa kutukumbusha kwamba upendo ni kifungo cha ukamilifu. Anasema hivi, zaidi ya hayo yote. Zaidi ya hayo yote jivikeni upendo. Wapendwa, unapoambiwa jivike, hiyo inamaanisha kwamba kuna pengo ambalo lastahili kusitiriwa. Kuna pengo ambalo linasitiriwa, na katika ustara huo upendo uja moja kwa moja. Kwa hivyo unaweza kuwa na mambo mengi lakini bado uko wazi. Unaibidi ama inakubidi ujifike upendo. Na huu upendo kulingana na mada ya siku ya leo utakufanya wewe, utanifanya mimi. Upendo utatufanya sisi zote kuishi pamoja na Kristo. Kumbukeni Biblia katika kitabu hiki cha Wakolosai 3 na fungu lake la 1 la kwanza inatukumbusha kwamba sisi tumefufuka pamoja na Kristo. Sisi tuliofufuka pamoja na Kristo tuna uhusiano mpya. Uhusiano wa awali ulikuwa bila Kristo, lakini uhusiano wa sasa kulingana na Paulo anasema kwamba una siri za kuishi, na siri hizi za kuishi ni maisha yenye ufanisi, maisha yaliyofanikishwa na mwanzilishi wa dini, na yeye ni Kristo. Na Kristo anasema hivi, anasema wapende maadui wako na uwabariki wanao kulaani na ufanye mazuri kwa wale ambao wanakuchukia. Na ni kwa nini ufanye haya yote? Kitabu ni Mathayo, Sister Concepta. Mathayo 5 fungu lake ni 44, alafu tumalizie 45. Kwa nini Yesu anatuambia katika kitabu hiki cha Mathayo 5:44 kwamba sisi inatubidi tuwapende maadui zetu? Soma Biblia ituambie. Mathayo ni 5:44 inasema hivi: lakini mimi nawaambieni, wapendeni adui zenu,
na kuwaombea wale wanaowadhulumu nyinyi. 45 ili mpate kuwa watoto wa Baba yenu aliye mbinguni, kwa maana yeye huwaangazia jua lake watu wabaya na wema, na kuwanyeshea mvua watu wanyovu na waovu. Asante sana wapendwa, tunaposema kwamba Kristo ni mwenye rehema, Kristo ni mwenye fadhila na Kristo hana ubaguzi, Biblia imedhihirisha dhahiri shahiri kwamba tunapowapenda wasiopendeka na kuwahudumia wale ambao wanatulaani na kuwafanyia mema wale ambao wanatuchukia, basi tukumbuke kwamba hiyo ndiyo tabia ya Mungu, kwani Mungu hana ubaguzi. Wapendwa, fikiria Sister Teresa, wakati mvua inaponyesha, je, hii mvua unyeshea walio wema peke yake sister? Rasha, huwa inanyeshea kwa kila mmoja. Aha, kumbe Mungu hana ubaguzi, mvua inanyeshea wote. Na je, Sister Concepta, jua linapowaka uwawakia wenye maadili mema ama wote ulimwenguni? Mungu huwawashia jua wacha wake wote, mwenye dhambi na asiye na dhambi. Amina. Kwa hivyo jua na mvua kwa wenye dhambi na wasio na dhambi, wenye haki na wasio haki. Wapendwa, kauli hii ni kauli mbiu tosha ya maisha ndani ya Kristo. Jinsi tunavyoendelea, basi Sister Teresa, chukua usukani sasa, utuambie kuwa na mtazamo wa mbinguni ni hatua gani muafaka ambayo Mkristo anaweza kuchukua kuwa na mtazamo wa mbinguni. Asante mwalimu mwelekezi. Katika kuwa na fikra za mbingu, yani kujitenga na ya ulimwengu, inamaanisha kwamba unapokuwa na fikra za mbingu, wewe basi umejiondoa katika ya ulimwengu, umefikiria ya mbingu peke yake. Naomba mwalimu msomaji kaweze kunisomea kitabu ya Wakolosai 3 fungu lake la 1 mpaka 4, ndio tuweze kuelewa unapokufa katika Kristo, unapofufuka inakuwa vipi. Na Biblia yanena hivi: basi ikiwa mmefufuka pamoja na Kristo, paniaeni mambo ya juu, kule Kristo aliko ameketi upande wa kulia wa Mungu. Muwe na hamu ya mambo ya huku juu na sio mambo ya hapa duniani, maana nyinyi mmekufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. 4. Uhai wetu halisi ni Kristo, na wakati atakapotokea ndipo nanyi pia mtakapotokea pamoja naye katika utukufu. Amina. Asante mwalimu kwa kusoma vizuri. Tunapokufa katika Kristo, kumaanisha tunakufa, tunaondoka, tunatenganishwa na dhambi. Ambaye amekufa na Kristo ana uhai wa dhambi tena. Dhambi imeweza kwisha kufa, haimo ndani yake. Ndipo tunaambiwa unapokufa katika Kristo na ukafufuka, je, kuna sababu tena ya kuangalia kifo chako tena ukarudia? Tumeambiwa wasi ya kwamba tunapokufa kwa Kristo na tukafufuka kwa Kristo, tuweze kuyatafakari na kuyatafuta yaliyo mbingu, kwa maana yule ambaye tumefufuka naye ni Yesu Kristo, na Yesu Kristo huwa anaishi na Baba yake mbinguni. Yeye ndiyo mtetezi, yeye ndiyo mshindanishi wetu, na yeye ndiye aliyetupigania kutoka kwa dhambi ambaye tumeondoka kwalo. Kwa hivyo tunapomtafuta na kutazama yaliyo mbingu, yeye atatuelekeza vizuri, yeye atatuweka mahali tunastahili, atatupigania. Ndio mwandishi anatuambia ya kwamba tusiwe tena tukirudia kwa makosa. Mungu anapotuokoa tuweze tukamfuate peke yake, tusije tukaanze tena kuchirejea kwenye makosa ama kwenye dhambi. Tukielekezwa katika maandiko ni kwamba
mwandishi ameweza kutueleza ya kwamba itakuwaje, kuna maswali ya chipuka, itakuwa vipi mtu aweze kukufa tena, akiwa hai tena akufe na akafufuka. Mwandishi ameelezea ya kwamba yule anayekufa na akafufuka na Yesu Kristo ni yule ambaye amejaliwa na Roho Mtakatifu, ametambua Yesu ni nani, amemwelewa kabisa, ambaye hata kupitia kwa upatizo, anapobatizwa sio kwa maji tu, lakini katika roho amemtambua Yesu. Unapobatizwa kwa maji pasipokuwa na roho, basi wewe mwili bado huko hujakufa, lakini ukibatizwa kwa maji lakini Roho Mtakatifu ako nawe, utamtafuta Yesu Kristo. Tunaambiwa wale ambao wako na Roho Mtakatifu watamtambua Yesu Kristo na wataelewa kwa kufa na kufufuka. Vile Yesu alikufa akasikwa akafufuka, nasi wa Kristo kifo chetu ni kubatizwa na kufufuka naye. Unapotoka ndani ya maji, unapopokelewa na Roho Mtakatifu, umetupa mwili wa dhambi na umekuja katika mwili mpya ambaye ni wa Yesu Kristo. Hivyo tumeelezewa ya kwamba tunapopokea Roho Mtakatifu tuweze kutenda yanaofaa ama yale ya mwangaza wa Yesu Kristo. Ndio tukaelezwa ya kwamba hivi, tusije tukawa kama wale ambao hawajaelewa Kristo na tabia zake. Kama tumebatizwa na tumeweza kufufuka, tuweze kutafuta Roho Mtakatifu, ama tuweze kuomba Mungu atubariki na Roho Mtakatifu, atuwezeshe kwa kutembea katika kwa mwangaza. Kupitia kwa hiyo mwangaza tutaweza kuangaza na wengi wataona mwangaza na wataelewa ya kwamba huyu kweli aliweza kukufa na akafufuka. Sababu hata Yesu mwenyewe alipokufa na akafufuka, tabia kuonekana kwake haikuwa ya kawaida, aliweza kuwa tofauti. Mimi na wewe tumemchagua Yesu Kristo, ako ndani yetu, na kama ako ndani yetu tuweze kumuiga mfano wake kwa kuangaza kwa wengi. Maana tunaona Paulo, kuna swali limeulizwa ya kwamba je, tutajuaje kama umempata Yesu? Paulo anasema, najua Yesu ako ndani ya moyo wangu. Nawe mwili hata ikiweza kukufa, lakini kwa moyo wako uko na Yesu, haijalishi. La muhimu ni kwamba mwili wa ndani ambaye ni wa roho iweze kuwa na Yesu Kristo. Hata mtu akikuua, hata mtu akikukosea, utajua niliye naye ambaye anaishi kwa moyo wangu ataendelea kunihifadhi mpaka nipokee uzima wa milele. Kwa hivyo tutafute mwongozo wa Roho Mtakatifu atuwezeshe kuishi katika roho. Hivyo ndivyo tutakuwa tukiishi na Yesu ndani ya roho yetu. Asante sana Sister Teresa kwa jinsi ambavyo ulivyotuelekeza kwenye mtazamo wa mbinguni. Wapendwa, katika ulimwengu wa sasa tunapanda shuka nyingi, na katika panda shuka hizi tunapata kwamba tuna vibao na mapango, na tunapotembea kijijini au mjini tunaona mapango kama hayo yenye maandishi komesha, komesha. Ukikata mti wanakuambia komesha kupanda miti. Nchi zinazopigana tunaona kauli mbiu inasema komesha vita, komesha vita. Na nchi zinazoendelea hata wana vifaa vya kisasa vya kivita, lakini walio na akili razini wanaandika maandishi yanayowaonya komesha silaha za kinuklia. Kwa nini wapendwa? Hivi vyote ama haya yote ni maonyo. Komesha, madhiri yake ni mengi. Kwa sasa ninamwalika Sister Concepta atuambie, je, mbona basi kauli mbiu ya komesha vitu vya kidunia haipo katika ulimwengu wa sasa? Karibu sana Sister Concepta. Asante kwa utangulizi huo mzuri. Komesha udunia. Basi kauli mbiu tunapata ni ya kwamba komesha vita, komesha ukataji miti, komesha tohara ya watoto wasichana katika nchi ya Kenya. Ni kukomesha mambo mengi. Na mambo hayo yanapokomeshwa, je, Paulo yeye anatuambia nini? Paulo anatuelezea kwamba tuweze kukomesha udunia ambayo haijaelezewa katika dunia hii.
udunia iko na nini? Udunia imebeba vitu nyingi sana ambazo ni kinyume na sheria zake Mwenyezi Mungu. Imebeba fitina, imebeba wizi, imebeba uwaji. Vile tumeona kwamba komesha silaha za nuclear, ambao tukiona sasa hivi nchi ya Iran inapigwa na nchi ya Israel na nchi ya Amerika. Kwa sababu gani? Vita, wapendwa, ni ishara ya chuki. Kuna chuki na uhasama ambao ni tabia na hulka za mwanadamu. Watu wanapojiingisha wazi wazi ama wazima wazima kutokana na chuki ambayo ni hila za yule mwovu Shetani, basi matokeo yake ni vita na uangamifu. Asante mwalimu mwenza kwa kuelezea kwamba nyuklia ni sababu ya chuki. Basi na sisi wa Kristo kuna chuki ndani yetu, ya kwamba upendi mwenzako. Ukiulizwa kwa nini umpendi, sababu inakosa ni kwa nini, kumbe labda ni wivu tu ama ni kijicho waone mwenzako. Basi Paulo anasema hivi, kwanza katika Wakolosai 3:1 linaandikwa kwamba tumefufuliwa pamoja na Kristo. So hiyo ndio kuacha udunia, umefufuliwa pamoja na Kristo. Pili, amri katika Wakolosai 3 ni matokeo ya ukweli huu. Tunaweza kuua vitu vya kidunia ambavyo ni usherati, uchafu, tamaa na uovu mbali. Basi tukitupa hizi zote, basi tutakuwa tumepoteza udunia na tumejivika mbingu. Mbingu inataka kufanya yale yanayompendeza, kupenda wasiopendeka, kuwajali wasiopendeka, waliodhulumiwa, waliofanyiwa madhara mbalimbali, kama labda kuna mwenye amefanyiwa unyama. Kama hii kesi ilikuwa ya juzi, yule mbunge aliyechomeka kule angani. Familia ilikuwa inasema tuwaomba haki iweze kufanya nini? Kutendeka, ili uchunguzi uweze kufanywa wa black box, waweze kujua ni nini kilichofanyika. Lakini zaidi ya yote, tuache udunia, tujivike umbingu. Ndio maana tunaipata katika kifungu cha kukalili kule mwisho, nasema wanaifunjiaje heshima miili yao? Kwanza kwa sababu wanakataa kumtambua Muumba, na pia kwa tamaa zao za aibu. Kwa maana hata wanawake hao walibadili matumizi ya asili kwa yasiyo ya asili. Wanaume nao vivyo hivyo waliacha matumizi ya mke ya asili, wakawa wakiwakiana tamaa, wanaume wakiyatenda yasiyopaswa, ambayo tunapata ni Warumi 1:26-27. Naweza soma hiyo 26-27, na inasema hivi: kwa hivyo Mungu amewaacha wafuate na tamaa mbaya. Hata wanawake wanabidi matumizi yanayopatana na maumbile, na wao wanaume hali kadhalika wanaacha kufuata matumizi ya maumbile na mume na mke, wakawakiana tamaa wao kwa wao. Wanaume wanafanyiana mambo ya aibu, na hivyo wanajiletea wenyewe aibu wanaostahili kwa vitendo vyao viovu. Na haya ya dunia tunapoangalia yako miongoni mwetu, labda ni watoto wetu, labda ni majirani zetu, ni watoto wetu walio kwenye vyuo vikuu, ambapo kwa kimombo wanasema ni lesbian na gayism. Kumbe mambo haya, mwalimu, yalianza wakati wa Sodoma na Gomora. Asante. Tunapotafakari kuacha ya dunia, tufuate ya Mungu. Asante. Asante sana dada Concepta kwa kutukumbusha haya ya kukomeshwa. Wapendwa, tunastahili kuyakomesha kwa sababu tumefufuliwa pamoja na Kristo, ujumbe ambao tumeupata kwa njia mwafaka kabisa. Na sasa tunaingia kwenye mada inayosema
unaofanywa upya upate ufahamu, unaofanywa upya upate ufahamu. Katika kitabu cha Wakolosai 3, katika kitabu cha Wakolosai 3 na fungu lake ni la 8, Biblia inasemaje dada Concepta? Fungu la 8 lasema hivi: lakini sasa mnapewa kuachana na mambo haya yote, hasira, tamaa na uovu, kufuru au maneno yasiyofaa yasitoke kamwe vinywani mwenu. Amina. Wapendwa, maneno haya mawili, lakini sasa, haya ni maneno ambayo yanatia mkazo kwamba kulikuwa na zamani na sasa kuko na awamu nyingine ambayo ni awamu mpya. Wapendwa, maisha hubadilika. Katika Biblia hii tuliyosoma inatumia maneno haya kwa njia muafaka kabisa, kwamba huyu mpendwa ambaye tunamtazama kwa sasa, hapo zamani alikuwa kwenye ulimwengu wa giza, na alipokuwa kwenye ulimwengu wa giza, sasa amebadilishwa na Yesu. Kwa nini amebadilishwa na Yesu? Katika kitabu hiki tukirudi nyuma katika fungu la 5, Wakolosai 3 na fungu lake la 5, Biblia inasemaje? Lasema hivi: basi uweni chochote kilicho ndani yenu ambacho ni cha kidunia, uasherati, uchafu, shauku, tamaa mbaya na uchu ambao ni sawa na kuabudu sanamu. Asante kwa kusoma vizuri. Kwa hivyo hapo zamani hayo aliyoyasoma ni orodha ya bahati tu ya mambo ambayo yalikuwa yakitendeka katika maisha ya zamani. Lakini sasa Biblia inaorodhesha yale ambayo yalikuwa kwa mtazamo wa kisamani. Yawekeni mbali, yani tuko kwenye kifungu cha 8 katika Wakolosai 3, inasema yawekeni mbali kwanza hasira, ghadhabu, uovu, matukano na matusi. Kwa hivyo Biblia inaorodhesha mambo ambayo ni ya zamani ambayo kwa sasa yanaleta badiliko, yani yanawekwa mbali. Wapendwa, pindi tu mtu anapo tanzuka kutoka utandu huu wa giza ambao huleta hasira. Lakini kwanza, dada Teresa, ni nani asiyekasirika katika ulimwengu huu? Ni nani? Hamuna, ila tu yeye mwenyewe. Yesu ameishi ndani yake. Amina. Ni yule ambaye amemruhusu Kristo kuishi ndani yake. Kwa hivyo katika ulimwengu wa zamani kulikuwa na hasira, na hasira ikazaa ghadhabu. Na unaona kwa usanjari huo, wapendwa, tunatoka kwa hasira tunaingia kwa ghadhabu, halafu inazaa uovu. Na Biblia inaendelea kueleza kwamba hata kuna matusi na matukano. Mimi sijui tofauti iliyoko baina ya matusi na matukano, lakini kwa fikra zangu mwenyewe, matusi ni maneno mazito ambayo hayastahili. Je, dada Concepta, sijui kama umewahi kutusiwa ama umewahi kusikia mtu akisema wewe ni ng'ombe, wewe ni ng'ombe? Umewahi? Matusi ndiyo kitambo yalikuwa, lakini kwa wakati huu ni kidogo sana. Wapendwa, ndivyo alivyosema, ni ukweli. Kuna wazazi ambao wanawatusi watoto wao ng'ombe. Hebu fikiria wapendwa, unapomtusi mtoto wako yeye ni ng'ombe ama ni mbuzi au ni umbwa. Na Biblia inatuonya kwamba tuache matusi na matukano. Huyu mtoto, dada Teresa, akiwa shuleni anaambiwa mtoto wa ng'ombe ni ndama. Hivyo ndivyo anavyofundishwa akiwa shuleni. Sasa akifika kwao anaitwa ng'ombe. Kwa hivyo ndama ni nani?
Yatafakari hayo wapendwa, tunapoendelea kuangazia mada hii, unaofanywa upya upate ufahamu. Katika kitabu cha Yakobo, kitabu cha Yakobo 1 fungu lake na 19. Kuna maonyo hapa ambayo ningependa tuyapitie. Yakobo 1 fungu lake la 19 na 20 nasemaje? Kusikia na kutenda, hilo ndio neno jeusi. Naam. 19 asema, ndugu zangu wapenzi, kumbukeni jambo hili. Kila mtu na awe mwepesi wa kusikia, lakini si mwepesi wa kunena, wala mwepesi wa kukasirika. 20, mwenye hasira hawezi kutimiza matakwa ya Mungu yaliyo ya haki. Yaani mwenye hasira hawezi kutenda haki ya Mungu. Wapendwa, inatuagiza ya kwamba tuwe wepesi wa kusikia. Tuwe wepesi wa kusikia, lakini tusiwe wepesi wa kusema. Aghalabu watu wengi hutenda kinyume. Ni wepesi wa kusema, lakini si wepesi wa kusikia. Laiti ingekuwa kinyume chake hiki, tuwe wepesi wa kusikia, lakini tuwe wepesi wa kusema. Tuwe wepesi wa kusikia, lakini si wepesi wa kusema. Kwa maana unapokuwa mwepesi wa kusema, hiyo inamaanisha kwamba uchukui muda kuyatafakari yaliyosemwa. Ndio maana unajipata wewe unajibu moja kwa moja. Na inatuonya pia kuhusu kukasirika. Kumbe hasira huleta dhambi. Kumbuka hata Musa aliporudi na amri 10, aliona watu wakiabudu sanamu akakasirika. Matokeo yake kuvunja amri 10 ambazo ziliandikwa kwenye kibao, akarusha chini zikavunjika. Na pia Musa alipokasirika, dada, aligonga nini? Jiwe, badala ya kunena ili watu wapate maji. Matokeo yake, je, aliingia Kanaani? Hakuingia. Wapendwa, tunapokasirika, matendo na matokeo yake ni wazi. Sasa Paulo anatuhimiza tuache hata kijicho. Kijicho kinamtawala mwingine na mabaya. Yaani unaona mwenzako ana kitu kizuri kinachokushinda, wewe una, yeye anacho, unaanza kumwonea kijicho, na hicho kinaleta dhambi. Na kitu kingine ambacho Paulo anatuhimiza katika kitabu hiki cha Wakolosai, tusome hicho tumalize. Wakolosai 3 fungu lake ni la 9. Wakolosai 3 fungu lake ni la 9. Inasema vipi dada Concepta? Kolosai 3 fungu lake la 9. Fungu la 9 lasema hivi: msiambiane uongo, kwani nyinyi mmekwisha vua ule utu wa kale pamoja na matendo yake yote. Nirudie, msiambiane uongo, kwani nyinyi mmekwisha vua ule utu wa kale pamoja na matendo yake yote. Asante sana dada, tumekumbusha kwamba utu wa kale ni utu wa kuwa na uongo. Tumevua kabisa utu huo wa kale pamoja na matendo yake. Tuingie kwenye mada inayosema mwenendo wa maisha mapya. Mwenendo wa maisha mapya. Sister Teresa, karibu sana utuongoze kwenye mada hiyo. Asante Mwalimu Steve. Ningependa nikaulize swali. Pengine kulikuwa na mtu amejikalia kwa matambara, amechakaa sana, na kisha akapata mtamini mmoja, akamuosha, akamfariza vizuri na akaweza kuonekana. Je, maisha ya kale na yale ambayo ameishi katika mavazi mapya ufanana ama kuna tofauti? Mwalimu Steve, tutaweza tuelezea? Kuna tofauti kubwa. Tofauti inayofananishwa na usiku na mchana, na nuru na giza. Hiyo tofauti haifichiki. Kweli kabisa. Maisha yako ya kale, mimi na wewe mtazamaji, hayafanani na maisha kama umezampata Yesu Kristo. Maisha ya kale ni vile tumesema, kuna utukano, kuna matuzi, kuna
Mambo mingi hayo ambayo ni matunda ya kumfuatilia shetani. Lakini unapompata Yesu unajitenganisha na giza. Maana unapokuwa katika hali ya matuzi, unapokuwa na katika hali ya ubinafsi, hiyo nayo haimpendezi Mungu. Hiyo ni giza. Unapompata Yesu Kristo unapata mwanga ambaye haifichi lolote. Unakuwa ni wewe na Yesu Kristo, ambao hakuna uongo ndani yako, hakuna kuonekania mwingine, yaani uwezi mtuzi mwenzako. Kitukano wewe wafurahia tu, wasema ya kwamba ni vile ajui, akimtambua Yesu aliye ndani yangu hata yeye pia ataachana na matusi. Basi tunaendelea katika somo letu ni kuwa na tabia mpya, kujitenganisha na tabia za giza, yaani kuwa na utengano kati ya tabia za kale na kuingia katika tabia za Yesu Kristo. Ndio mwanzo mpya kutoka kwa maisha ya kale unaingia katika maisha ya Yesu Kristo. Tunaona katika mwandishi ametupea kitabu mwelekezi ambayo ni Wakolosai 3 fungu lake la 12 mpaka 14. Mwalimu Concepta tusaidie kwa kusoma. Wakolosai 3:12 mpaka 16. 3:12 mpaka 14 mwalimu. Inasema hivi: nyinyi ni watu wake Mungu, yeye aliwapenda na kuwateua. Kwa hiyo basi vaeni moyo wa huruma, wema, unyenyekevu, upole na uvumilivu. 13 vumilianeni na kusamehana iwapo mmoja wenu anao jambo lolote dhidi ya mwenzake. Mnapaswa kusameheana kama Bwana alivyowasamea ninyi. 14 zaidi ya hayo yote zingatieni upendo, kwani upendo huunganisha kila kitu katika umoja ulio kamili. Amina. Nashukuru mwalimu kwa kusoma neno. Ukweli ni kwamba maisha mapya kuna kusameha. Maisha ya kale hakuna kusamea. Ukinipiga pia wewe unapiwa. Hivyo ndivyo lesoni iliyopita tulisoma. Ilikuwa ukifanya dhambi pia wewe wafanyiwa madhambi. Lakini maisha ya Yesu Kristo kuna upendo inaofunika yale unayoyapitia. Kama umekosewa unasamea, sababu Yesu mwenyewe anakusamea. Ndio maana unaishi leo. Ndio tunaambiwa kulikuwa na taifa teule ambaye ni taifa la wana wa Israeli. Mungu wetu alikuwa amewapendelea na akawa ni wateule wake. Ndiposa anapowaita anawapea haya yote wanafaa kufanya, kutii na kuwa wa kusameha. Ndio tunaambiwa katika kitabu ya Mathayo, katika kitabu ya Mathayo tunaelezewa ya kwamba ni wengi wameitwa lakini ni wachache wamefanya nini? Wameitikia. Hata vile Waisraeli wameweza kupendwa na Mungu, sio wote waliitikia, bali na kupendwa walipuuza. Na ndio tunaambiwa sio wote walifika nchi ya ahadi. Na hata mimi na wewe tusiwe baadhi ya wale ambao wameitwa tukapewa mwelekezo na kisha tukapotea. Mungu wetu ni wa upendo, na tukiiga mfano wa upendo utafunika yote. Hautaona mwenzako kama adui wako, utamuona kama ndugu yako. Utamuona mwenzako kama mwenye amepotea, utamuona kama mwenye unamwelekeza kwenye ushindi. Ndio tukaambiwa ya kwamba kuna tabia 8 ambayo tumeelekezwa kwa ajili ya kuiga mfano wa Yesu Kristo. Naomba mwalimu nisomee Wakolosai, usome Wakolosai 3:14, 3:13. 3:13 inasema vumilianeni na kusameana iwapo mtu wenu analo jambo lolote dhidi ya mwenzake. Mtu anapaswa kumsamea kama Bwana anavyowasamea nyinyi. Vile Mwenyezi Mungu anatusamea sisi, nasi tuweze kusameana. Katika hali ya kuiga mfano wa Yesu Kristo, sote tunaenda mbinguni. Pasipo kuiga mfano wa Yesu Kristo, basi tabia mpya hazipo. Tumerudia katika matambara na uchafu. Jinsi unapochukia mtu anapokaa na uchafu na yani unamhurumia, unaona ningekuwa na uwezo mtu huyu ningemwosha nikamfarisa akaweze kufaa kukaa kwa watu. Hivyo ndivyo Yesu anatuhurumia katika uchafu ya matambara na pasipo kuoga tunaonekana hatufai.
Hivyo ndivyo Yesu anaomba tuweze kujiondoa kwenye hizo nguo, kwenye hiyo uchafu, tukaweze kuwa na upendo katika hali ya kuhurumiana, kupepeana mizigo, ndio tuweze kumfikia mahali halipo kwa babaye, anapoketi akituhurumia, akituombea msamaha, nasi tuwe tayari kupokea hiyo msamaha. Naomba ndugu mtazamaji, tunaposoma haya, wakati ule ilikuwa ya Wakolosai, kwa leo hii tunaposoma ni kwangu mimi na wewe. Kuiga hiyo mfano sio rahisi tu, bali tukaribisha Roho Mtakatifu aweze kutuongoza, kutuelekeza kwenye ushindi tunapoepukana na matambara na uchafu, tukaelekezwa kwenye usafi wa Yesu Kristo. Asante sana Sister Teresa kwa tuongoza vizuri katika mada inayosema mwenendo wa maisha mapya. Wapendwa, kumbukeni Biblia iwazi katika kitabu cha Mathayo 22:14 inasema kwamba waitwao ni wengi bali wateule ni wachache. Waitwao ni wengi bali wateule ni wachache. Ingekuwa vizuri, ingekuwa vyema sisi sote tunaosikiliza ujumbe huu moja kwa moja tujue kwamba sisi ombi letu liwe katika upande wa wateule. Karibuni basi kwenye mada inayosema kuishi maisha mapya. Kuishi maisha mapya. Maisha haya ni maisha gani, dada Concepta? Asante sana mwelekezi. Kuishi maisha mapya. Dada Teresa ametuelezea tabia ya maisha mapya. Ni utulivu, uvumilivu, kubebeana mizigo na kusameana. Basi ukishasameana, basi raha mimi naipata kuishi maisha mapya, kwa maana nishampokea huyu Yesu. Yesu ameishi ndani yangu, nami nimekaa ndani yake. Mimi nimekubali Yesu aliyekufa msalabani, ya kwamba akabeba zile tabia za usherati, uovu ule wote, matukano, matusi yote. Basi ametuvika utu mpya. Basi hapa ndio raha yenyewe iko, ambayo tunaipata Wakolosai 3:16 mpaka 17, yasema hivi: ujumbe wa Kristo na ukae ndani yenu pamoja na utajiri wake. Fundishaneni na kushauriana kwa hekima yote. Imbeni zaburi, nyimbo na tena za kiroho. Muimbieni Mungu mioyoni mwenu kwa shukrani. Na kila mfanyacho kwa neno na kwa tendo, fanyeni vyote kwa jina la Bwana Yesu na kumshukuru Mungu Baba kwa njia yake. Ya kwamba muimbieni Mungu. Maisha yako yamekuwa mapya, umesoma neno lake, umejua mwelekeo, ya kwamba ukishafuata sheria zake, basi udunia mbona uishi ndani yako? Swali la balaga hilo, kwamba unapoishi ndani ya Kristo unastahili kufanya nini? Kabla sijaendelea, je, dada Teresa, una jambo katika mada hii, kuishi maisha mapya? Naam. Wapendwa, tunapotamatisha lesoni ya siku hii, kuna mada ambayo tunaangazia, muziki. Wapendwa, kuna aina nyingi za muziki. Kuna muziki wa kidunia na kuna muziki wa Kikristo. Huu ndio muziki ambao naomba tuzungumzie. Dada, unapoendelea kufungua kitabu cha Waefeso 5, Waefeso 5 fungu lake na 19. Biblia itatuambia ni muziki gani huu ambao tunastahili kuimba. Naam, Waefeso 5:19. Yasema hivi: zungumzieni kwa maneno ya zaburi, nyimbo na tenzi za kiroho. Muimbieni Bwana nyimbo za zaburi kwa shukrani mioyoni mwenu. Mshukuruni Mungu Baba daima kwa ajili ya yote. Asante sana dada. Kumbe muziki ulio bora ni muziki wa kumuinua Mungu, ni muziki wa kumshukuru Mungu, ni muziki, wapendwa, muziki wenye saburi na tenzi na nyimbo za rohoni. Kwa nini? Nyimbo za kiroho ni wimbo wowote wa sifa, yani unaomsifu Mungu. Wimbo wa kiroho
ni wimbo unaofundisha ukweli na sio uongo. Kumbuka katika ulimwengu wa sasa utapata si vijana, si akina baba, si akina mama, wote wanasikiliza muziki. Na muziki hubadilisha. Watoto wanaposikiliza muziki mbaya, wataenenda katika mienendo ya ule muziki, yaani ule ujumbe wanaopata kutoka muziki. Ndio maana Paulo anatusihi sisi kama Wakristo tusikilize nyimbo za kiroho. Kwa nini? Nyimbo za kiroho, wapendwa, hutoa mwelekezo wa Kikristo. Kwa maana msingi wa nyimbo za kiroho si maandishi yoyote, lakini msingi wake ni neno la Mungu. Neno la Mungu huangaza hata katika giza. Muziki wa ukweli ni ule ambao unatoa mwelekezo wa jinsi ya kuishi katika dunia hii. Na zaidi ya hayo ni muziki ambao unatia moyo. Kumbukeni katika Agano la Kale tunamuona Daudi akikasirika. Alipokuwa katika hasira zake, alikuwa anamuita nani? Sauli anamuita nani? Daudi. Na Daudi anaweka wimbo. Na ule wimbo ambao Daudi alikuwa anaimba unapunguza hasira. Kwa hivyo wapendwa, unapokasirika imba. Kwa maana wimbo unaomsifu Mungu upunguza hasira. Wapendwa, tunapokuwa na wasiwasi imba. Imba wimbo wa kumsifu Mungu na Mungu ataondoa wasiwasi. Na katika hali ya kuburudika, wapendwa, badala ya kuburudishwa na nyimbo za kidunia, tuimbe nyimbo zenye burudiko katika Yesu. Amina. Unapokuwa mgonjwa, je, mgonjwa apatiwe muziki wa kupunguza maumivu, kwa maana Yesu ndiye tabibu mkuu. Nakumbuka katika ujana wangu nilikuwa nawaona wazee wa kanisa wakiingia kwenye wagonjwa na kuombea, wanaweka wimbo wenye mada tabibu mkuu. Tabibu mkuu huyu Yesu mwenye huruma, atuletaye faraja, Yesu Mwokozi wetu. Imba, imbeni malaika, sifa za Bwana wetu, jina la pekee kwetu ni la Yesu Bwana. Wapendwa, walipokuwa wakisema amina, maombi yanaingia moja kwa moja na yule mgonjwa maumivu yake yanapunguza. Kwa hivyo muziki ni dawa, bora tuwe na msingi wake katika Yesu. Kufikia hapo wapendwa, hatuna budi kulikunja chamvi la mafundisho yetu ya siku ya leo ambayo yamewajia moja kwa moja kutoka kanisa Kisii Central Church. Pamoja nami tulikuwa ni Sister Teresa na dada Concepta. Kwa hivyo namwalika sasa dada Trisa atuongoze kwa maombi ya kufunga kipindi hiki. Tuchukue imani katika ombi kwa kufunga kipindi chetu cha lesoni. Baba Mwenyezi Mungu, tumekuja mbele zako tukiomba msamaha wa dhambi. Twaomba utubariki na Roho Mtakatifu atuwezeze kwa kuelewa neno na kuishi katika neno. Bwana, twakuomba tuwezeze kuwa mwangaza na tukafikie wengi. Tuelekeze kwenye kusimama mlima ambaye ni Yesu Kristo, ili tuweze kuona Baba mahali umetuandalia. Tunaamini ya kwamba unapotufikia na hata mtazamaji mahali yako, naomba kila mmoja mahitaji yake katika wakati huu kaweze kuwafikia na ukaonekanie, waone Baba mkono wako wa ushindi. Walio wagonjwa utawaponya, walio Baba kosa neno utawafikia na kuwahifadhi waweze kufikiwa na waweze kufikia wengine. Miomba haya nikiamini Baba utaendelea kuwa nazi na hata mtazamaji utaendelea kuwa na wao, katika jina la Yesu Kristo nimeomba na hata kuamini. Amen. Wapendwa, tumefikia mwisho wa kipindi hiki. Sabato ijayo tutaona maisha ndani ya Kristo, maisha ya kuishi vizuri na watu wengine. Asanteni sana kwa kutumia muda wako kutusikiliza na Mungu awabariki. Kwa sasa, kwaherini. Shukrani.